tupate sabuni ya roho kutoka kwa ustadh shekhe wetu Sheikh Hussein Pocho, kutoka katika ulezi wa sahibu al-maqam Sheikh Mahmud bin Sheikh Nuruddin Hussein Shadhir. Sheikh Hussein, kwa heshima na taadhima tukuombe uje kwenye mimbar hii nzuri ili watu wachukue vitu kwa uhakika. Na ashiriwa na imamu mkuu Sheikh Abbas, mambo yaende huku inshallah. الحمد لله الذي جعل الفرح بالمولد من أعمال البر والإحسان، وأشكره سبحانه وتعالى على أياديه وإحسانه ما خص منهما وفي كل شان، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد معدن الجود والإيمان، وعلى آله وأصحابه وكل من سار في درب الجنان. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mashekhe mliohudhuria na viongozi na wanafunzi wenzangu, tumekusanyika, tumehudhuria kwa ajili ya hiki kiwanja kitukufu kilichopendeza kwa nuru iliyokuwa tukufu, na vile vile kilichopata nuru na kilichopata usafi kwa sababu ya kutajwa vitu vitukufu, akielezewa mtume wetu mtukufu wa daraja, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bila shaka malaika wapo na sisi wamehudhuria, bila shaka malaika wametanda mbawa zao kutoka chini mpaka juu, bila shaka radhi za Mwenyezi Mungu zipo na sisi. Sio maneno yangu, ni maneno ya Jalaluddin Imamu Suyuti katika kitabu chake Al-Wasail Sharhul Masail, aliposema ma min mahallin wala baitin wala masjidin quri'a fihi maulidun nabiy sallallahu alayhi wasallam illa haffathumul malaikatu wa ammahumullahu ta'ala birrahmati warridwan. Ni maneno ya Imamu Suyuti. Miongoni mwa rehma na miongoni mwa khususia na miongoni mwa faida zinazopatikana katika hadhara za mtume, malaika wanatanda katika ile sehemu, akimaanisha kwamba hakuna sehemu yoyote, ikiwa nyumbani, ikiwa msikitini, ikiwa sehemu yoyote, hata kama sokoni, watu wakawa wamekusanyika na wakasoma maulidi ya Mtume Muhammad, isipokuwa hiyo sehemu malaika wanazunguka na zile mbawa zao, na sehemu hiyo vile vile rehma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inateremka. Huenda kwa sababu ya rehma hii ya Mwenyezi Mungu na radhi za Mwenyezi Mungu zinazoteremka, kwa mujibu wa Imamu Suyuti, tuliokuwa hatupatani tukapatana. Inawezekana kwa sababu ya rehma hii. Tuliokuwa wavivu wa ibada, inawezekana tukapata nafha na baraka na faidatul ilahiyya, miminiko wa baraka wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukapata uchangamfu wa kumtii Mwenyezi Mungu na tukapata uchangamfu wa ibada. Hizi ni katika khususia ambazo kwamba zinazopatikana katika hadhara ya Mtume Muhammad anapotajwa mtume na pale anapotajwa mazazi yake. Bwana mkubwa Ibnul Jauzi, nukuu ya siratu katika Siratul Halabia, yeye akasema moja katika khususia na faida zinazopatikana katika maulid, min khawasihi annahu amanun fi dhalika al-aami wa bushra ajilatin binaili al-bughyati wal marami. Maulidi yoyote yanaposomwa, ikiwa ndani, ikiwa nje, ikiwa barabarani, sababu ya yale maulidi amani inapatikana. Amani inapatikana katika nchi, sio katika Mtoro peke yake wala msikiti wa Mtoro. Amani inapatikana nchi nzima. Tunaomba amani, kumbe amani ipo katika maulidi nabii. Tunaomba amani, kumbe amani inapatikana katika hadhara ya Mtume Muhammad. Tunaomba amani, kumbe amani ipo katika kumswalia Mtume Muhammad.
Ibn al-Qayyim anasema, angalia katika Siratul Halabiyya nukuu yake, sehemu yoyote maulidi yanaposomwa miongoni mwa khawasi zake kwenye hayo maulidi, basi amani inakuwa sababu ya kupatikana mpaka mwaka mzima, mpaka mwaka mwingine. Sio mimi, ni Ibn al-Qayyim al-Jawzi, ni mufassir, ni muhaddith, ni faqih, kila kitu amekusanya, na ni mwana wa chuoni, na ni katika wanafunzi wa bwana mkubwa Ibn Taymiyyah, kuonesha kwamba maulidi sio kitu cha mchezo wala sio kitu cha kudharau, kuonesha kwamba maulidi watu walikuwa wanapata siri. Wakati huo watu walikuwa wanabadilika kwa sababu ya maulidi ya Mtume Muhammad. Insha Allah, kikubwa na kinachotakiwa, Mtume alikuwa ni mwema, na sisi tujitahidi tuwe wema ili maulidi yatubadilishe na sisi tuwe wema. Mtume muda wote alikuwa ni mwema. Mtume alikuwa hana sifa ya kudharau. Mtume alikuwa hana sifa ya kejeli. Mtume alikuwa hana sifa ya kibri. Mtume alikuwa hana sifa ya kujiona. Ukisoma katika hadithi Bukhari na Muslim, alikuja kijakazi mmoja mpaka kwa Mtume Muhammad. Huyu kijakazi alikuwa amechelewa nyumbani kwake. Alipokuwa amechelewa nyumbani kwake, akaona hakuna sehemu ya kunitetea isipokuwa niende kwa Mtume Muhammad, kwa sababu nikienda nyumbani kwa muda huu nimechelewa, bwana wangu anaweza kanifukuza kazi au anaweza kanipiga kanifanya jambo lolote. Akaenda kwa Mtume. Riwaya inasema, in kanatil amatu la ta'khudhu bi yadi nabi sallallahu alayhi wasallam fatantaliqu bihi haythu sha'at. Ndio kijakazi huyu alipokuja kwa Mtume akamwambia, ya Rasulullah, kuna 1 2 3 4 5, naomba nipeleke nyumbani kwangu. Mtume akamwambia, twende, kaa nyuma, mimi natangulia mbele. Mtume akatoka naye mguu kwa mguu, safari ya masafa marefu. Kulikuwa kina Abu Bakari Siddiq, kulikuwa kina Sayyidina Umar, kumal min as-sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, walikuwa kina Bilal, wote walikuwepo. Lakini Mtume akatoka yeye kama yeye, kuonesha kwamba hata kama utakuwa una nafasi, hata kama utakuwa wewe ni kiongozi, muda mwingine jichanganye, au muda mwingine onesha tafaul na tafaul kwa wenzako. Akatoka Mtume akatangulia, akaenda naye mpaka huko. Walipofika kule, ikawa sababu ya huyu kijakazi kuachwa huru kwa sababu ya kufika pale Mtume Muhammad. Muamala wa Mtume, alikuwa mwema. Tukizungumza mwema, maana yake Mtume tangu anazaliwa ni mwema. Abdullah ibn Abbas anasema kwenye hadithi alipokea Imamu al-Baihaqi, alikuwa anamwambia Mtume, daani ila al-islam ad-dukhulu anni ra'aytuka fil mahdi tunaghi al-qamara wa tushiru ilayhi haythuma tushiru ilayhi ma la. Faqala sallallahu kuntu uhaddithuhu wa yuhaddithuni wa kuntu asma'u wajbatahu hina yasjudu tahta al-arsh wa kanat tulhini. Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib anamwambia, kilichonifanya mimi niingie katika Uislamu, tangia mwanzo wewe ulikuwa mwema. Tangia upo katika mbelekwa ile, kile kitanda cha mtoto hivi, analia nga. Anasema kilichonifanya mimi nislimu, nilikuona unanyosha hivi kidole, yupo kwenye kitanda. Hadithi ipo katika Imam al-Baihaqi, angalia katika al-Bidaya wa Nihaya, Ibn Kathir ametaja. Ulikuwa unaashiria hivi kwenye mwezi. Ule mwezi ukipeleka hivi, mwezi unaenda huku. Ukipeleka kushoto, mwezi unaenda kushoto. Nilikuona wakati upo kichanga. Haya mambo unayofanya tangia zamani mwema, afdalia kaipata tangu zamani, ubora tangia yupo katika kitanda. Mtume akamwambiaje? Sahihi wala sio uongo. Nilikuwa ninazungumza na nilikuwa nafurahi na ule mwezi. Mwezi ulikuwa unanifurahisha, analiwazwa na mwezi, yupo kichanga. Daraja hii si daraja ya mchezo. Yupo kichanga, analiwazwa na mwezi. Na sio hivyo, ulikuwa unanistarehesha, unanifurahisha. Mimi nilikuwa na majonzi, ninalia, na nilikuwa ninausikia mwezi unapoenda kusujudu chini ya arsh. Ndio huyo aliozaliwa, ulida masruran makhtunan maqtu'a surra. Riwaya Imam al-Baihaqi, amezaliwa akiwa kashatailiwa kila kitu, kashakatwa kitovu, tangia yupo katika tumboni mwa mama yake sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa mwema. Fitna zimejaa sasa hivi, hakuna kitakachonusuru, hakuna wala hakuna cha kushikamana nacho kama Mtume Muhammad. Sunna moja utakayofanya Mtume Muhammad ni sababu ya kunyanyuliwa daraja. Wala usioni madhara wala usione shaka kumwambia mwanao au kumzoesha mwanao, ukifika nyumbani ukivua nguo sema bismillah alladhi la ilaha illa hu, ni daraja. Yani inawezekana kwa wakati huu sunna zilivyopotea, ile sunna ndio ikawa sababu ya kumnyanyua mtu daraja za juu kabisa. Ni sunna ya Mtume Muhammad, hakuna kingine. Unaposema bismillah alladhi la ilaha illa hu, kumfundisha mwanao sema bismillah alladhi la ilaha illa hu. Ukivua nguo, vijini vitoto vidogo vidogo havikuoni, wala majini wakubwa wakubwa hawakuoni. Unapochukua nguo yako katundika juu ukasema bismillahir rahmanir rahim, haichukuliwi nguo ikavaliwa na majini.
unamlea mtoto. Na ndio maana ukisoma kuna baadhi ya wale tangulia watu wema, utakuta mtu alikuwa anamwamsha mwanawe usiku saa 5, saa 6, saa 7, anamwacha analala saa 2, saa 3, ikifika saa 7, saa 8 anamwamsha, amka mwanangu. Mdogo tu miaka 5, miaka 6, amka. Akishaamka anamwambiaje? Kuli ya Allah, sema ya Allah. Akisema mtoto ya Allah, kasema basi lala, analala, imeondoka. Mtoto na miaka 5 na miaka 6 na miaka 7, akishakuja kukua huyo atakuwaje katika wema? Atakuwa ni daraja ya juu. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja aliingia kwa Sayyidatuna Fatima. Alipoingia akamkuta Sayyidina al-Hasan, akamkuta amevaa cheni ya silver. Mtume alipoingia fataghayyara wajhu, kana sallallahu alaihi wasallam idha surra istanara wajhuhu hatta kaanna wajhahu qit'atu qamar. Sifa yake alikuwa mtume akifurahi uso wake unameremeta kama kipande cha mwezi anavong'aa sallallahu alaihi wasallam. Kabi anasema wa kunna naarifu dhalika, tulikuwa tunamjua lakini kwamba amekasirika, na akikasirika inaonekana ile athari ya ghadhabu kwenye uso wake. Alipoingia, alipomuona Sayyidina al-Hasan kaveshwa cheni na Sayyidatuna Fatima radhiallahu ta'ala anhum, pale pale ukabadilika uso wake, fataghayyara wajhu, akageuza mtume, akarudi nyumbani. Fatima akamjua baba yake, kakasirika. Na nini kilichomkasirisha? Mwanangu nimemvesha cheni. Akachukua cheni akaitupa, alafu akamchukua mwanawe kauli naye mpaka kina naye mpaka kwa mtume. Alipoingia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume alipomuona tu akasema alhamdulillah alladhi anqadhahu minan nar. Kila sifa njema ni za Mwenyezi Mungu, amemuokoa na vitendo vya watu wa motoni. Ukimvesha mwanao kiduku, ukamnyoa kiduku, ukamvesha macheni, ukamvesha madudu gani, ndio unamlea hivyo, anakuwa hivyo hivyo. Wao walikuwa na himma katika kuwalea watoto wao ili waje kuwa wema. Ukisikia kwamba kuna swala inaitwa salatul ishraqi, ma min sala man salla salata subhi fi jamaa thumma qala yadhkuru Allah ta'ala hatta tatlu'a ash-shamsu thumma qama fa salla rak'atayn kutibat lahu ka'ajri hajjatin wa umra tammatin wa tammatin wa tammatin. Hii ni moja tu. Ukisikia mtume anasema mtu ambaye kwamba ameswali baada ya swala alfajiri, riwaya tofauti, sawa sawa kama itakuwa umeswali msikitini, sawa sawa kama utakuwa umeswali jamaa, sawa sawa kama utakuwa umeswali nyumbani peke yako. Man salla salata subhi fi jamaatin, riwaya nyingine man salla salata subhi, hakuna jamaa. Atakaiswali swala subhi alafu akakaa akasubiri mpaka jua lile likachomoza, akaswali rakaa 2, akaswali rakaa 2, anaandikiwa kama vile kafanya ibada ya hija na umra. Riwaya nyingine tammatin iliyotimia. Hadithi sahihi katika wale sahihisha Ibn al-Qayyim al-Jawzi warwatuhu thiqat. Angalia kitabu al-Murtajil ar-Rabih. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe katika watu wema. Mwenyezi Mungu asafishe nyoyo zetu. Mwenyezi Mungu ajalie Mtume Muhammad awe katika majumba yetu. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.